kwa nchi yetu, hasa wakati huu wa uchaguzi. Na kwa sababu hiyo wazee ndio walio tuongoza katika jambo hilo. Na mimi unavyoniona hapa pia nimekuja kama mzee wa Kigoroa. Si mnajua mimi ni Mgoroa au hamkujua? Haya, mimi Mgoroa. Kwa hiyo nimekuja kama mzee wa Kigoroa. Lakini moja ambalo limenifurahisha sana, na hili lazima niliseme, ni hawa ndugu zetu wazee kutoka wilaya za Masaini, kwa maana ya wilaya ya Kiteto na Simanjiro, kuja kuungana na sisi wote wa Manyara kwa kufanya maombi haya muhimu. Tunawashukuru sana ndugu zetu kutoka wilaya hizo. Nasema hili kwa sababu mkoa huu tulipouunda, ndio maana hata kwenye ramani utaona hauko umekaa kinamna, lakini tulihakikisha kwamba tutakuwa na hawa ambao ungeweza ukawasema kwa sehemu kubwa kwamba ni kundi la Wairak, lakini tukasema tuwe na kundi la Wamasai, lakini hawa wote wawe kitu kimoja. Hilo ndio jambo nataka kusisitiza. Amesema Joakim hapa, ni kweli huko nyuma ukimwona Masai ama amekuja kununua ng'ombe au hata amekuja kuiba ng'ombe, si ndio? Lakini siku hizi hawa ni ndugu zetu, hawaibi tena ng'ombe. Tunaishi nao kwenye mkoa mmoja, na tunaomba mkoa huu tuishi makundi yote kama kitu kimoja, tusibaguane wala tusiangaliane kwa jicho fulani kwamba huyu ni Masai bwana, huyu ni Mangati bwana, huyu ni Mwira tu, huyu ni Mgoroa tu. Hapana, tunatakiwa tuishi wote kama ndugu wote. Mwalimu Nyerere alituambia ukabila sasa hivi umuhimu wake ni kwenye kutambika tu, lakini kwenye maendeleo yetu, kwenye shughuli zetu za jamii, sisi wote ni kitu kimoja, wala hatujali kabila la mtu. Ila kama tunataka kwenda kutambika, hiyo sasa fanyeni yale ya kwenu, kila watu na kabila lao, au kila jamii na mambo yake na kadhalika. CCM hoye! Kwa hiyo nimefurahi sana sana, na mimi naomba umoja huu uendelee. Tubebe mkoa wetu kama wa kwetu wote, tubebane wote ili katika kuendelea mkoa wote uendelee kwa pamoja. Baada ya kusema hayo, sasa nije sasa nizungumze kidogo